Hello, Bwana Yesu asifiwe ndugu mtazamaji wa Comfort TV au Comfort Online TV. Mimi naitwa Pastor John Mlekezi wa kanisa la Gilgal Christian Ministries International ambalo lipo Segerea jijini Dar es Salaam, ambalo liko chini ya huduma ya Gilgal kama nilivyosema. Makao yake makuu ni Mwanza, chini ya mtumishi wa Mungu Eliabu Sentozi. Ninaleta neno kwako, neno la faraja. Mungu ameweka moyoni mwangu neno la faraja au ujumbe wa kimungu wa faraja, ujumbe wa kutia moyo ambao wakati mwingine unaitwa kutuliza moyo, unaotoka kwenye kitabu kile cha Isaya. Nabii Isaya akatabiri katika ile Isaya sura 40. Tutasoma wote Isaya sura 40, tutaanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema kwamba watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Narudia tena, watulizeni mioyo watu wangu, asema Bwana. Kwa muda mrefu Mungu amekuwa akiweka ujumbe hasa wa faraja, wa kukufariji wewe unayenitazama moja kwa moja sasa hivi, neno la faraja, kwa sababu sisi kama wanadamu hapa duniani tunapitia mambo mengi ambayo wakati mwingine yanaumiza, wakati mwingine yanakatisha tamaa, wakati mwingine yanachosha, wakati mwingine hayaeleweki kabisa, kwa sababu ya mambo mengi ambayo tunaishi. Sasa haya masumbufu mengi ya dunia tunaokutana nayo yanatuachia mzigo, yanatuachia kukata tamaa, yanatuachia kujikinai, kuchoka, wakati mwingine kukosa uelekeo, wakati mwingine kuishi maisha ambayo hayana utulivu. Lakini Mungu kama Mungu anayetupenda, ana siku zote analo neno la kututia moyo. Siku zote anacho cha kusema kinachotujenga na kutuimarisha. Na kwa nyakati hizi Mungu ameweka moyoni mwangu ule ujumbe wa kutia moyo, wa kukwambia kwamba yapo maisha mapya ambayo unaweza kuyaishi, yaliyobadilishwa na Mungu. Kwa hiyo kwa nyakati hizi nitaongelea vipengele viwili vitatu vitakavyokupa kuona thamani sana ya moyo. Kwa nini Mungu aliwaambia wana wa Israeli, akamwambia nabii Isaya awaambie wana wa Israeli? Ni kipindi wana wa Israeli wako utumwani, wamechukuliwa utumwani Babeli, hawana matumaini, hawana uelekeo, wamesahau kwao, hawana matumaini ya kwamba watakuja kutoka kwenye huo utumwa. Ndipo neno la Mungu likaja kwao, kwa sababu Mungu alikuwa ameona kwamba mioyo yao imekata tamaa, wamechoka, hawana uelekeo wala hawaoni njia. Na Biblia inasema kwa sababu Mungu alisema, alimwambia Isaya watie moyo, kwa sababu Mungu anafahamu thamani ya moyo, anafahamu moyo ni nini. Ndio maana kwenye Biblia sehemu nyingine ukisoma kwenye ile kitabu cha Mithali, kitabu kile cha Mithali nadhani sura 16, kianza ule mstari na sura ya 4, Mithali sura ya 4, sura ya 4 ule mstari wa 23, anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Anasema linda moyo wako kuliko chochote unachoweza kulinda, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Mungu alipoleta ujumbe wa kutia moyo ni kwa sababu anajua kwamba wanadamu tunapopitia masumbufu mengi na mateso mengi na mambo mengi magumu, kitu cha kwanza kinachoathirika ni moyo. Na mimi Mungu amenipa ujumbe wa kukutia wewe moyo, kwa sababu wakati tumechanganyikiwa, wakati tunapokuwa hatuoni uelekeo, hatujui tufanye nini, kitu cha kwanza katika maisha yetu kinachoathirika ni moyo. Na moyo ni kiungo chenye thamani sana ndani yetu, kwa sababu Biblia imesema kwamba ndiko zinakotoka chemchemi za uzima. Ndipo zinakotoka chemchemi za uzima. Maisha yako yanategemea kipi kilichoko kwenye moyo. Ndio maana Biblia inatuambia tulinde sana moyo. Anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Masumbufu yote na magumu yote na uonevu wote na mateso yote yanatokea nje, lakini sehemu kubwa yanakuja kuathiri moyo, yanakuja kugusa moyo.
kwa sababu moyo ndio unaoamua. Moyo ni kama engine, kwenye wale ambao wanajua magari. Engine ikiharibika, gari halifai tena. Ndivyo moyo unapolemewa, ndivyo moyo unapokuwa umekata tamaa, moyo unapokuwa umechoka, basi maisha yote yanakuwa machungu. Tumeshawahi kuona kwa sababu ya moyo umechoka, watu wengine wanafikia maamuzi mabaya. Unasikia huku na huku watu wameuana, huku na huku watu wamejiua, huku na huku watu wamewaza mabaya, wamefikiria mabaya, kwa sababu moyo unapochoka, kuna mambo mabaya yanayotokea. Kuna mambo machache nataka uyafahamu kuhusu moyo. Jambo la kwanza, nataka ufahamu kwamba kilichoko moyoni mwako kitaamua utakavyokuwa. Chochote kile kilichoko ndani ya moyo wako kitaamua namna wewe utakavyokuwa. Ndio maana ni jambo la muhimu sana na ni jambo la msingi sana wewe kujali eneo la moyo, kulinda moyo, kwa sababu chochote kile kilichoko ndani ya moyo, kwa maneno mengine, wewe hapo ulipo unapojiona ni matokeo ya nini kiko kwenye moyo wako. Na mimi nanielewa. Na ni matokeo ya kitu gani kilichoko ndani ya moyo wako, kwa sababu kilichoko ndani ya moyo wako ndicho kinachoamua wewe unavyokuwa. Kama ndani yako kuna mtazamo ambao wakati mwingine sio sahihi, au wakati mwingine ndani ya moyo wako labda kuna tabia ambayo kutokana na mazingira magumu, kutokana na mambo mbalimbali ambayo umepitia yakatengeneza hali ya tabia ndani yako, utashangaa unaanza kufanana na kile kilichoko ndani yako. Unaanza kushangaa kuna tabia mbalimbali ambazo unaanza kuzipokea, unaanza kuwa mtu wa aina fulani kutokana na kile kilichoko ndani ya moyo wako. Kwa hiyo Mungu amenipa ujumbe hasa kwenye hii channel ya Comfort Online TV. Sehemu kubwa tutakuwa tuna ujumbe ambao unakutia moyo na kuinua moyo wako, ili kwamba moyo wako usichoshwe na kukatishwa tamaa na mambo yanayotoka nje. Kwa hiyo zingatia kwamba kilichoko moyoni mwako hicho kitaamua namna utakavyokuwa, kitaamua wewe uwe nani. Ni jambo la msingi sana. Biblia inaposema tulinde moyo, ni kwa sababu Biblia inaelewa kwamba kile kilichoko ndani ya moyo wako kitaamua wewe uwe nani. Lakini jambo la pili ambalo nataka ulifahamu vizuri ni kwamba moyo wako ndio unaoamua uelekeo wa maisha yako. Jambo la pili la kuzingatia na la muhimu sana, na kwa nini wakati mwingine Mungu anatupa ujumbe wa kukutia moyo, au kwa nini Mungu anasema tulinde sana moyo, au kwa nini Mungu alikuja akamwambia Isaya kwamba waambie watu wangu, aongea na mioyo yao, watie moyo, watie nguvu, ni kwa sababu Mungu anajua kwamba moyo wako ndio unaoamua uelekeo wa maisha yako. Biblia inasema katika kile kitabu cha Mithali, tufungue wote kitabu kile cha Mithali sura ya 16. Ndugu mtazamaji wangu, hata kama hauna Biblia hapo, mimi nitakusomea Mithali sura ya 16 ule mstari wa 9. Biblia inasema hivi: moyo wa mtu huifikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Moyo wa mtu huifikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Hapa Biblia inaweka wazi kwamba njia ya mtu, uelekeo wa mtu unaompeleka kwenye hatima yake au kwenye jambo lolote lile, hiyo njia inazaliwa ndani ya moyo. Ni jambo la muhimu sana kulinda moyo, ni jambo la muhimu sana kufariji moyo. Ndio maana Mungu ametupa ujumbe wa kufariji moyo wako, ujumbe wa kukufariji wewe unaosema kwamba yapo maisha. Usikatishwe tamaa na maisha ambayo sasa hivi tunaona yamekuzunguka. Linda moyo wako kwa kujifariji kwamba yapo maisha, na ndicho kitu tutakuwa tunakwambia. Yapo maisha ambayo ni tofauti na hicho unachokipitia. Usipoulinda moyo, ni kuhakikishia kwamba hata uelekeo wa maisha yako utakuwa mbaya, hata uelekeo wa njia zako zitakuwa mbaya, kwa sababu moyo ndio unaoamua uelekeo wa maisha ya mwanadamu.
Moyo ndio unaoamua uelekeo wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo kama moyo wako hauko vizuri, kama moyo wako umekata tamaa, kama moyo wako umechoka, kama moyo wako hauna hamasa, kama moyo wako hauoni tena kuishi, kama moyo wako hauoni thamani ya kuishi, ni kuhakikisha kwamba kitakachotoka ndani ya moyo wako ni kile kilichojaa moyo wako. Kwa hiyo kama umekata tamaa, njia itakayotoka ndani ya moyo wako ni njia ambayo wakati mwingine haikuletei matokeo mazuri. Tumesikia habari nyingi, mtu anawaza sana, anafikiria sana kutokana na changamoto nyingi, kutokana na magumu mengi anayoyapitia, anafikia hatua njia anayoiona kwamba ni sahihi inaweza kumpa pumziko. Mwingine anaamua kujiua, mwingine anaamua kujiua, mwingine anaamua hata we mwenyewe. Wakati mwingine unaweza kushangaa, kuna mawazo yanakuja ndani yako, umepitia mambo magumu, umepitia mambo yanayokuchosha, unaanza kufikiria afadhali nife. Wengine wameshafikia hatua hata kuchukua dawa, anajaribu kumeza hata vidonge, anataka jiue, lakini akiangalia anaogopa tu. Mwingine yuko kwenye ghorofa refu, anafikiria hata nijitupe chini, maisha hayana thamani, kwa sababu siku zote moyo ndio unaoamua uelekeo wa maisha ya mtu. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba nyakati hizi kwenye hiki kipindi cha kitakachokuwa kinaonyeshwa kwenye Comfort Online TV, sehemu kubwa tutakuwa tunakupa ujumbe wa faraja. Isinirudie tena ile Isaya 40, uisikie vizuri. Isaya 40 inasema ya kwamba watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Na mimi nataka niseme na wewe moja kwa moja kwamba haijalishi unapita wapi, haijalishi ni mambo mangapi unayopitia, haijalishi ni mambo mangapi yaliyogusa maisha yako, mchana wa leo au usiku, popote pale, wakati wote unaotazama hiki kipindi, ona kwamba huu ni ujumbe unaokuja kwako moja kwa moja kwamba yapo matumaini. Yamkini sasa hivi ninapoongea na wewe, ndani ya moyo wako kuna njia isiyo sahihi iliyokuwa imeanza kuzaliwa ndani yako kwa sababu ya magumu mengi unayopitia, kwa sababu ya uchovu mwingi ambao unakutana nao, masumbufu mengi ya dunia, ama ya kifamilia, ama ya kiuchumi, ama ya kijamii, au kazini, popote pale, biashara imekufa. Usikate tamaa, usikubaliane na hiyo njia isiyo nzuri, usikubaliane na mawazo ya kudidimiza maisha yako. Yapo matumaini katika Mungu. Mungu anakuwazia mawazo mema. Mungu amenituma moja kwa moja nije nikwambie, tuliza moyo wako. Mungu ameniambia nikwambie, kama alivyomwambia Isaya kuambia wana wa Israeli, ameniambia kwamba niseme na moyo wako, tuliza moyo wako. Kuna njia nyingine, kuna uelekeo mwingine. Yapo maisha ambayo wakati mwingine hujayaona, lakini yapo kwa ajili yako. Kwa hiyo nasema na moyo wako, kama moyo wako ulikuwa kufikia njia ambayo sio sahihi, nikutie moyo kwamba tuliza moyo wako. Mungu anakupenda, ana maisha mengine. Lakini jambo la tatu ninalotaka ulifahamu kuhusu moyo, kumbuka kwamba jambo la kwanza nimesema kilichoko moyoni mwako hicho kitaamua namna ya wewe utakavyokuwa. Lakini kasema la pili kwamba moyo wako ndio unaoamua uelekeo wa maisha yako. Moyo wako ndio unaoamua uelekeo wa maisha. Jambo la tatu ambalo nataka ulifahamu vizuri ili kwamba uelewe huu ujumbe, kwa nini Mungu anasema watulizeni watu wangu, tulizeni mioyo ya watu wangu, ni kwa sababu moyo wako siku zote utaamua mafanikio yako. Moyo wako siku zote ndio unaoamua mafanikio yako. Ni jambo la muhimu sana kulinda moyo wako. Ni jambo la muhimu sana kuona namna ambavyo Mungu anajali. Ndio maana anasema watulizeni mioyo watu wangu. Watulizeni, wafarijini, watieni moyo watu wangu, kwa sababu Mungu anajua mafanikio yako yanaamliwa na moyo wako. Tusome vizuri ili uelewe ninachosema. Tusome andiko linalotoka kwenye waraka wa 3 wa Yohana. Biblia inasema kwamba ile sura ya kwanza, huu waraka una sura moja tu. Biblia inasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Narudia tena, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo
yote. Katika mambo yote. Mangapi? Katika mambo yote. Mungu anataka ufanikiwe katika mambo yote. Mojawapo ya vitu vinavyoumiza moyo ni kukosa kufanikiwa. Mwanafunzi anasoma lakini hafanikiwi. Mfanyabiashara anafanya biashara lakini hafanikiwi. Mwanandoa hivyo hivyo hafanikiwi. Kwenye familia hafanikiwi. Kwa kati ya vitu ambavyo vinagusa moyo na kuumiza moyo ni kukosa mafanikio. Kukosa mafanikio. Lakini Biblia inaonyesha namna ambavyo Mungu anataka tufanikiwe katika mambo yote. Mungu anataka ukiingia kwenye ndoa ufanikiwe kwenye eneo la ndoa. Mungu anataka ukifanya biashara ufanikiwe kwenye eneo la biashara. Mungu anataka kama wewe ni mwanafunzi ufanikiwe eneo la masomo yako. Mungu anataka kama umeajiriwa ufanikiwe katika maeneo yote ya kuajiriwa kwako. Ndio maana anasema ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Na kuwa na afya yako. Anasema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ndio maana imesema kwamba mafanikio yako yataamliwa na moyo wako. Sasa kama moyo umechoka, kama moyo umesongwa, kama moyo umezidiwa, kama moyo umekata tamaa, usitarajie kufanikiwa kwenye eneo lolote lile, kwa sababu mafanikio yako hayatokani na kwamba umezaliwa labda kwenye familia iliyo tajiri. Kuna watu wanadhani kwamba labda nikienda Marekani naweza nikafanikiwa, nikienda katika nchi hii naweza nikafanikiwa. Lakini nikwambie, kama moyo wako haujafanikiwa, kama moyo wako umesongwa, umekosa uwezo wa kufanikiwa, hata ungewekwa wapi hautaweza kufanikiwa. Hata ungepewa mamilioni, baada ya kupiga hatua kila wakati utashangaa unarudi nyuma, unaharibikiwa, kwa sababu mafanikio hayatoki kwenye familia yako, hayatoki kwenye kiwango cha elimu hicho nacho. Kuna watu wenye elimu lakini bado hawana maisha yaliyofanikiwa. Ni kwa sababu, ndugu yangu mtazamaji, mafanikio yanazaliwa kutoka ndani ya moyo wako. Ndio maana anasema ufanikiwe katika eneo la afya, ufanikiwe katika eneo ya mambo yote, sawa sawa kama vile roho yako ilivyofanikiwa. Kama vile kufanikiwa kwa roho yako ndiko kunakosababisha kufanikiwa kwa afya yako na kufanikiwa katika mambo yote. Nielewe vizuri, kuna watu wengi leo wanaumwa,